Bwenyenye Power, Mabwenyenye TV, Mabwenyenye Tialala. Wapi nduru ya gavana wewe? Maelfu ya waendesha bodaboda walikusanyika leo katika uwanja wa Tononoka, kaunti ya Mombasa, kwa hafla kubwa ya uwezeshaji iliyolenga kuboresha ustawi na kuinua maisha ya waendesha pikipiki kote kaunti hiyo. Bodaboda hoye! Bodaboda hoye! Akizungumza katika hafla hiyo, mwenyekiti wa chama cha waendesha bodaboda wa kaunti ndogo ya Changamwe, Bwana Otunglo, aliwakumbusha waendesha bodaboda kuhusu hati ya makubaliano yaani MOU iliyotiwa saini kati ya chama hicho na serikali ya kaunti ya Mombasa mwaka wa 2022. Alisema makubaliano hayo yalilenga ahadi kadhaa ya kuboresha sekta ya bodaboda na kubainisha kuwa tayari ahadi 3 kati ya zile zilizotolewa zimetekelezwa. Wengine watu wako ambao wamekusingira hawakuelewa MOU ambayo tulifanya na wewe 2022 mwezi wa 4 pale Nyali. Na leo mwambie jirani yako, leo gavana ametimiza ahadi 3. Piga makofi kwa hiyo. Ya kwanza, gavana ametuletea hizi pikipiki leo ambayo inaenda kwa kila sub county, pikipiki 2. Piga makofi kwa hiyo. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib naye alihutubia mkutano huo na kumpongeza gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir kwa kuwekeza katika uwezeshaji wa vijana kupitia utoaji wa leseni za udereva kwa vijana 1281 kote kaunti ya Mombasa. Aidha, alimpongeza gavana huyo kwa kugawa pikipiki 12 zikiwa 2 kwa kila kaunti ndogo kati ya 6 za Mombasa ili kusaidia vikundi vya bodaboda na kuongeza fursa za ajira kwa vijana. Kwa maana hiyo, mimi kijana mwepesi Garange Dima Bior, mzee Fula Ngenge, sitaki kuumauma maneno. Mheshimiwa Gavana, hawa bodaboda ni watu wa kujiajiri wenyewe. Leo watoa driving za vijana 1281 na vile vile watoa pikipiki 12 kila sub county. Mpigieni makofi Mheshimiwa Gavana kwa hiyo kazi nzuri. Mheshimiwa Gavana, wewe ndio ambaye waongoza katika SHA registration katika Kenya mzima. Nina hakika hawa wana bodaboda 30,000 wote wawe registered kwa SHA, wawe wakitibiwa bila malipo, wasipate shida katika maisha yao wanapo conduct kazi yao. Kwa upande wake, mkuu wa mpango wa elimu scheme alisisitiza umuhimu wa elimu na mafunzo ya kitaalamu katika sekta ya usafiri. Alieleza kuwa mpango huo unatambua ujuzi na maarifa yaliyopatikana awali kupitia mfumo wa Recognition of Prior Learning RPL unaowezesha watu kutambuliwa rasmi kwa ujuzi wao. Imekuwa ni mwendo mrefu kuja kufikia mpaka hapa katika mafunzo haya ya kuweza kuwafundisha, na twaomba kupitia elimu scheme ya kuwa Recognition Prior Learning itakuwa na hivi imekuwa. Tunaomba wale ambao mtakwenda kusoma kwa uchache, mimi yangu ni maneno mawili tu, kuwa nyinyi ambao mmepata fursa hii ya kwenda kusoma, twaomba kwa sababu nyinyi ndio mnatubeba, twaomba mpatilize, kwa sababu NTSA ina sheria ya kuwa lazima muwe siku 21, lakini kuna maelewano na watu wa AA. Kwa hivyo twaomba mjifundishe, mjaribu zile board, mfuatilize hili wakati mkitoka, isiwe ni karatasi ambao mnapokea, bali yawe ni mafunzo ya kuwa mkiingia barabarani mtaweza kulinda usalama wenu na usalama wa wale abiria ambao mnawabeba. Mpango huo wa uwezeshaji ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za serikali ya kaunti ya Mombasa za kuboresha usalama barabarani, kuongeza ajira kwa vijana na kuimarisha sekta ya bodaboda kupitia mafunzo, utoaji wa leseni za dereva na fursa mbalimbali za kiuchumi. Na nikiripotia Swahili Pot FM kutoka eneo bunge la Mvita, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Samuel Mutethia. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM.
91.7. Marhaba.